Mambo vipi mtazamaji wa Sport Mtaa TV? Tuko hapa kuzungumza yale ya kimichezo. Tuko na Nabii Meja, tunazungumza yale ya kimichezo. Karibu tuwe sote mpaka tamati. Mambo vipi? Mambo poa. Mzima. Fresh. Mambo yanaendaje? Tunamshukuru Mungu. Mambo yanaenda poa. Tunasubiria kwenu nyinyi mna mambo gani mapya, maana tulikuwa karantini kidogo, hatujui dunia ilikuwa inaendaje ndani. Mambo ni mengi mjini. Kuhusiana na michezo, sasa bodi ya ligi wametangaza kurejesha rasmi kuanzia tarehe 8 ambapo Yanga inatarajiwa kucheza tarehe 9. Tumeona pia draw ya makundi imefanyika ambapo Young Africans inaonekana kidogo kupangwa katika kundi gumu. Pengine wewe mtazamo wako ni upi? Mtazamo kwenye bodi ya ligi kwa maana ya kusogeza mpaka tarehe 8 maana ni jambo zuri, kwa sababu hizi vuruma zilizotokea hapa lazima ilikuwa inatakiwa utulivu upatikane ili waweze, yani timu ziweze kucheza kwa amani. Hiyo nawapongeza bodi ya ligi. Lakini ukija kwenye makundi, kwa maana ya sisi kupangwa kwenye kundi gumu ni sawa, kwa sababu ukiangalia timu ambazo tumepangwa nazo ni timu ambazo zina experience ya kutosha kwenye michuano hii. Lakini sisi kama Yanga, nikiongea kama mimi Nabii Meja, naona hii kwetu ni bonus, kwa sababu sisi yale malengo yetu kwa maana ya mwaka huu yashatimia. Engineer Hersi alipoulizwa kuhusu malengo ya Yanga kwenye msimu huu alisema kwamba yeye ni kwenye hatua za makundi ambapo tayari tushafika. Kwa hiyo chochote atakachokipata kuanzia hapo itakuwa ni bonus. Kwa hiyo sidhani kama mimi kama mwana Yanga nitakuwa na maumivu endapo tutakuwa tumeshindwa kusonga mbele, kwa sababu yeye kiongozi wa timu anaposema kwamba malengo yalikuwa ni kuingia group stage na tushaingia, maana tayari malengo yetu tayari yashatimia. Kwa hiyo hiki kinachokuja mbele yetu kitakuwa bonus. Kiukweli ukiangalia kundi ambalo tumepangwa ni kundi gumu, lakini kwenye michuano hii uwezo ukasema unachagua nani upangwe naye. Yani yoyote unakutana naye ni sawa. Ni kundi gumu kwa maana ya ukiangalia majina ya timu ambazo tunakutana nazo, lakini sidhani kama kuna timu yote ambayo si ndio tukaiogopa. Ila kwa hapa tulipofikia, kwa maana ya malengo yetu yashatimia kuingia group stage, chochote tutakachokipata kuanzia hapo mimi tayari nitakuwa nimelizika nacho. Hamna ile pressure ya kupangwa na Waarabu wote kwenye ile grupu la Yanga. Ukiangalia timu zote ni Waarabu watupu isipokuwa Yanga. Wazungu wanasema no way out, yani kwamba yani hakuna cha kuchagua, unachagua nini, kwa sababu ni namna ambavyo makundi yamepangwa. Na kama umefika kwenye michuano hii, maana tegemea unaicheza naye yoyote ni bingwa. Uwezo ukakaa hapo ukasema unajipangia upangiwa na timu gani, kwa sababu kama malengo ni kwamba unataka ucheze michuano hii, yoyote utakutana naye unatakiwa kupambana naye. National Al ndio timu kusema ni team giant kwenye ile kundi letu, lakini sasa uwezo kusema unaogopa, kwa sababu ndio timu ambazo unatakiwa ucheze nazo ili uweze kupima kwamba wewe umekuwa mkubwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa hapa tulipofikia tunaenda kwenye michuano kwa maana ya mapambano. Chochote kitakachotokea kuanzia sasa, mimi kama Nabii Meja nitakichukulia kama ni extra ama ziada ama bonus. Siwezi kulaumu uongozi wala kuwa na masononeko endapo tutashindwa kuingia kwenye robo finali au nusu finali au finali, kwa sababu uongozi wenyewe ushatamka kwamba malengo yetu yalikuwa ni group stage. Kwa hiyo hii ni bonus tu. Unatamani kuona Yanga ikianzia ugenini ama nyumbani? Ili kuchanga karata vizuri unatakiwa uanzie away. Ili ujue ujipime vizuri, kwa sababu ukianzia nyumbani wakati mwingine alafu ukakosa zile pointi 3 za muhimu unaweza ukapata simanzi. Kwa hiyo unatakiwa uanzie away. Pia unapoanzia away pia usiruhusu, kama unafungwa usiruhusu idadi kubwa ya magoli ili kuweza kutengeneza kikosi, sababu mara nyingi kikosi kile ambacho kinakuwa kinakosa matokeo mara nyingi kinakuwa kina pressure. Kwa hiyo tukianza away aidha tukapata suluhu au tukashinda au tukafungwa idadi chache ya magoli alafu tukaja hapa tukafanya vizuri. Mimi natamani tuanzie away ili nyumbani hapa tumejipanga vizuri, kwa sababu hii mchuano bana, kinachoangaliwa zaidi ni namna ambavyo unashinda, sio unacheza. Inachotakiwa ni namna ambavyo unashinda, unachanga vipi karata zako. Sasa hivi ndio utakapoona national ni namna gani timu ambayo ina malengo. Yani sasa hivi wao watu angalia kucheza vile, wataangalia ni kushinda tu. Kwa hiyo mechi kwa mfano tukianzia away tukapata matokeo ambayo yatakuwa sio ya kutuumiza sana, tukija hapa yani tunatakiwa mechi zetu zote zinazohusu sisi nyumbani angalau tushinde. Kuna ugumu gani kuanzia nyumbani? Nyumbani unapoanzia alafu ukakosa matokeo unakuwa tayari ushaingia simanzi, sababu kila kwenye michuano hii, yani kwenye hatua hii sasa hivi kila mtu anategemea kushinda nyumbani. Sasa ukiwa nyumbani alafu ukakosa matokeo inakufanya wewe uondoke kwa simanzi sana. Kwa hiyo tunatamani mimi binafsi natamani tuanzie away, tuje hapa pengine tutafute point hapa nyumbani.
Ukiangalia grupu la Yanga, pengine ni timu gani ambayo inaweza ikaikosesha furaha Young Africans? Kwa sababu kusaka hatua ya kwenye makundi, kusaka hatua ya robo finali zinahitajika timu mbili. Timu zote ambazo tumepangwa nazo, kwa sababu unapokutana na Waarabu wana ukiacha kucheza mpira kwa maana ya uwanjani kwenye pitch, lakini wako vizuri sana kwenye fitna. Kwa sababu sasa hivi tunapoendea ni kutoana kwenye fitna, na ndio maana wakaweka lile away goal. Sababu unapokuwa nyumbani unatakiwa uchange karata zako vizuri. Ndio maana nasemaje, tukianzia away alafu tukaja hapa nyumbani kwenye hizi point tukazikamata pointi zetu 3, yani kwa maana ya 9 kwenye mechi 3, tutakuwa tumejikusanyia. Hakuna timu yoyote katika hizi 3 tulizopangwa nazo ambaye ni mchekea. Timu zote ni ngumu, yani zote ni ngumu, na sio kama sisi tumepangwa tu kwenye kundi gumu. Hakuna timu yoyote iliyopangwa kwenye kundi jepesi. Sema sisi ni kwa sababu tunakutana na Waarabu watatu, ndio maana tunaona ni ngumu zaidi, lakini makundi yote ni magumu. Kwetu sisi ugumu unakuja ni kwa sababu tunakutana na Waarabu ambao Waarabu wanasifika zaidi kwenye fitna. Kwa nini ugumu na bado hamjacheza? Hamjaanza hata kucheza, lakini tayari watu wamekwisha kuanza kusema Young Africans imepangiwa kundi gumu tofauti na Simba Sports. Tunaangalia kwenye vilabu ambavyo timu zinatoka na ligi zao. Sababu tukiangalia national kwenye ligi wanaongoza ni ligi namba 1. Ukija wa Algeria Escarbia SUE ligi namba 3 hivi. Yaani ligi zao zile zinatufanya sisi tukose amani, sababu ukubwa wa ligi yao alafu unakuta ni bingwa kwenye nchi, ndio kitu ambacho kinakupa wewe simanzi. Na kingine ni kwamba namna ambavyo ukiangalia historia yao kwenye michuano hii wanakufanya uone kwamba timu zetu sisi kwa mfano kama Yanga hatuna uzoefu sana kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu mafanikio yetu tuliyopata zaidi ni kwamba tumeingia finali kwenye michuano ya shirikisho, lakini kwenye Champions League manake ni robo hatua ya makundi. Sasa unapokutana na timu ambazo tayari zenyewe zishaingia mara nyingi, huyo national kashachukua kombe mara nyingi, na tayari ukiangalia pale unaona kama national tayari kwenye nafasi ya kwanza, tayari kama yeye tayari kasha cement pale. Kwa hiyo tunagombania nafasi moja ambayo ipo kwenye hizo timu 3 zilizobaki. Sasa sio kitu kidogo. Yaani national wewe tayari ushampa kabisa kwamba national wewe kwenye nafasi yako. Kwa mfano kama hata hapa Tanzania ukiangalia kwenye hii michuano ya ligi ya Tanzania kwa maana ya NBC, Yanga tayari unamweka pale juu kwamba tayari kishakuwa bingwa. Japokuwa ligi haijafika mwisho, lakini unampa kabisa kwamba Yanga wewe ndio bingwa, alafu hizo timu nyingine Simba na wengine huko wanakuwa wanagombania nafasi. Kwa hiyo kwetu sisi unamwona national tayari kama kashapita. Alafu sisi Yanga na timu zilizobaki hizi 3 tunagombania nafasi ya pili. Sasa sio kitu chepesi. Kugombania nafasi moja ni kazi kubwa sana. Yanga ni kama sasa hivi imeanza kujitafuta upya. Pengine ni kitu gani zaidi cha kuboresha kuelekea katika michuano hii? Hapa sasa sio swala la kuboresha. Ukiangalia kocha amekuja, kocha ni mpya, alafu michuano inaanza tarehe 21 nadhani mwezi huu. Sasa huwezi kudanganya kwenye kocha kwamba kocha kubadilisha kikosi. Huo ni uongo. Mpira Yanga walikosea kumfukuza Romain Folz. Sio kwa maana ya kukosea, lakini ni kwamba yule kocha hakuwa na tatizo. Hakuwa na tatizo. Kocha alikuwa ni kocha mzuri, lakini pengine uongozi uliona kwamba mabadiliko tu utoke kwenye kocha huyu kwenda kwenye kocha mwingine. Hapo ishatokea sana. Kuna makocha wengi sana ambao walishawahi kuipa timu ubingwa wa ligi, lakini wanafukuzwa. Kufukuzwa kocha si kwamba kocha mbaya, na sijaona katika kule kuterminate ule mkataba kwamba Yanga walisema kwamba kocha ni mbaya. Walichokizungumza kwamba kwa maslahi ya pande zote ya kocha na Yanga, unajua unapomtoa kocha alafu ukaleta maneno magumu, makocha huwa wanaenda wanarudi. Umeelewa? Sasa hivi unaona Gamondi, si ndio? Amekuwa kocha wa timu ya taifa, si ndio? Kwa hiyo huwezi ukasema kocha unamfukuza kwa maneno magumu. Sisi mashabiki huwa tunazungumza maneno mengi magumu kwa sababu hatuwaajiri makocha. Kwa kocha unapomuondoa sehemu utamwambia kwamba tumeshindwana katika mazingira ya kwamba labda pengine atmosphere, sababu kufundisha mpira sio tu kufundisha, hata kucheza mpira. Unaweza ukawa mchezaji mzuri, ukaenda kwenye club fulani na usiperform vizuri. Kuna makocha wengi, kwa mfano Jose Mourinho ameshindwa kufanya kazi Manchester United, ameshindwa Chelsea, umeelewa? Lakini timu alizotokea mwanzo alikuwa anafanya vizuri. Sasa wewe sio kwamba kila kocha mzuri anaweza kufanya vizuri kwenye vilabu. Kwa hiyo bado mimi simuoni kama Romain Folz ni kocha mbovu, isipokuwa hali ya hewa ya pale Yanga kuendana nayo. Kwa nini sio mbaya wala sio mbovu? Kocha mara nyingi kabla ya kuangalia experience tunaangalia kwenye vyeti. Umeelewa? Ili kocha aweze kuajiliwa, wanachoangalia kwanza ni CV yake ikoje. Ukiangalia Romain Folz CV yake inakutamanisha, na ndio maana timu ya Yanga leo waliamua kumwajiri. Ukisema kocha mbovu, maana yake unasema na uongozi wa Yanga ni mbovu vile vile.
Umeelewa? Hicho kitu ambacho mimi nakiogopa kwa sababu naamini kwenye engineers, naamini kwenye kamati tendaji ya Yanga iliamua kukaa chini na kuna Romain Folz ni kocha mzuri na ndio maana wakamwajiri. Sasa kusema kocha mbovu maana yake na uongozi wa Yanga mbovu. Sasa sitaki kuingia kwenye mtego huu. Mimi naamini Romain Folz alikuwa kocha mzuri na ndio maana ameajiriwa Yanga. Uwezi ukawa kocha mbovu afu kaajiriwa timu kubwa kama Yanga. Tumeona kocha mpya wa Yanga tayari amekwisha kuanza kukaa benchi. Amecheza juzi hapo dhidi ya mchezo wa ligi kuu NBC pale KMC. Pengine unaanza kuona intensity ya Young Africans kwa wachezaji inaanza kurudi au kuna mabadiliko gani yametokea? Mabadiliko ya hapo ukiniuliza kiushabiki nitakwambia kuna mabadiliko makubwa, lakini ukiniuliza kiufundi nitakwambia hakuna mabadiliko.